Ndugu wa Tanzania na wanachama wa chama cha NRA, leo mimi Hassan Almas kwa heshima kubwa nimeamua kutia nia ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu cha NRA. Lengo la kuchukua fomu kwanza ni kuonyesha ukomavu na upanuzi wa demokrasia uliwemo ndani ya chama chetu, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna wagombea kadhaa ambao wameshachukua fomu, na mimi nimechukua fomu mara ya mwisho kabisa nikiwa ni mtu wa mwisho nadhani kuchukua fomu. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwasemea Watanzania, kuhakikisha kwamba tunakwenda kulinda umoja, amani, mshikamano wa Watanzania kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Sisi NRA tunayesema taifa kwanza vyama baadaye, tukiwa tunamaanisha kwamba taifa lina thamani kubwa kuliko vyama vyetu. Lakini tunapokwenda kufanya uchaguzi, lazima Watanzania waamini na wajue kwamba uchaguzi ni tendo la utashi la uchaguzi linalofanywa na wapiga kura ambao ni Watanzania kwa mujibu wa ibara ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo uchaguzi ni tendo la heshima na ustaarabu. Linahitaji watu waliopevuka, wenye kujua na wenye kuthamini taifa na watu wao. Kwa hiyo nimejipima ndani ya chama changu. Tuko wagombea wengi, lakini nitaendelea kuomba ridhaa mpaka siku ya mwisho ya mkutano wetu mkuu maalumu utakaofanyika Morogoro siku ya tarehe 24 mwezi wa 5, kwa lengo la kuomba ridhaa ni kupeperusha bendera ya chama hichi. Lengo si kushinda uchaguzi tu, kwa sababu anayeshinda ni mmoja, lakini lengo pia ni kubadilisha na kuifundisha jamii yetu. Na maneno haya na yanukuu kutoka kwa Nelson Mandela, aliwahi kusema, the aim is not only to win election but also to change our society. Maana yake ni kwamba tunapokwenda kwenye uchaguzi tukiwa 20, 15 au 40, maana yake ni kwamba tunakwenda kuwafundisha wananchi misingi ya nchi yao, ustaarabu na jinsi gani wanashiriki katika utaratibu wa kuweza kuongoza au kuwa na mamlaka juu ya nchi yao. Kwa hiyo nimechukua fomu, naomba ridhaa ndani ya chama, na baadaye nitaomba ridhaa ya Watanzania waweze kuhakikisha kwamba wanatoa fursa kwa chama cha NRA ambao sisi tunajiita ni washikamaono, kwa sababu kuna mambo mengi ya msingi ambayo tunaamini tunaweza tukasaidiana na waliotangulia kuhakikisha kwamba tunatengeneza nchi yetu inakuwa ya mfano katika Afrika na duniani. Naomba niwaambie Watanzania, naomba niwaambie wana NRA kwamba sasa muda ni huu. Taifa kwanza, vyama baadaye. Tuangalie watu wanaokwenda kusaidia taifa lao, na sisi tusiangalie vyama. Na sisi ambao tunakwenda kugombea ndani ya chama, tukubaliane kabisa kwamba demokrasia ndani ya chama chetu imetanuka, kwa sababu kuna wagombea wamejitokeza, wanawake, lakini vijana, lakini pia na viongozi. Tuko zaidi ya idadi ya 1 mpaka 5 mpaka 4. Kwa maana hiyo sasa, kikubwa ambacho tunakwenda kukifanya ni kwamba tutapokwenda kwenye uchaguzi wa ndani ya chama, mimi nitakuwa wa kwanza kukubali matokeo yatakayotoka kwa wapiga kura ambao ni wanachama ndani ya chama changu, yakiwa nimeshindwa au nimeshinda, na nitaungana na chama na atakayeshinda kuhakikisha kwamba tunakwenda kupeperusha bendera ya chama. Lakini pia hata katika uchaguzi mkuu nitakuwa niko tayari kukubali matokeo halali yatakayotoka ndani ya box la kura kwa lengo la kumpata kiongozi. Nitakuwa wa kwanza kukubali ikiwa nimeshinda au nimeshindwa. Haya nitayafanya kwenye uchaguzi mkuu wa chama, nitakubali kushinda au kushindwa, na hata kwenye uchaguzi mkuu nitakubali kushinda au kushindwa. Na huu ndio ukomavu wa kidemokrasia. Tumefundishwa kwamba hatuwezi tukashinda wote nafasi moja, lazima mmoja atashinda miongoni mwetu. Kwa hiyo Watanzania wawe tayari na wakubali. Hakuna sababu ya kuwaweka tension wa Tanzania juu ya uchaguzi. Uchaguzi ni tendo la kistaarabu, linahitaji watu wenye hekima, kwa sababu wanakwenda kuchagua hatima ya maisha ya watoto wao pamoja na vizazi vyao vijana. Asante sana, na waombeni Watanzania utulivu, amani, umoja na mshikamano. NRA, taifa kwanza, vyama baadaye. Asante sana.